haiwezekani tu uchaguzi unafanyika alafu opposition leader yuko ndani. Hizo ni kura gani aise? Si bora tu yani bora kuliko kungekuwa na uchaguzi jana. Happy New Week watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Karibuni ili tuendelee na uchambuzi wa habari zetu za kisiasa vile ambavyo zinaendelea kutendeka hapa Afrika Mashariki. Na watazamaji, baada ya Mama Samia Suluhu kushinda kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2025 kule nchini Tanzania, bado changamoto zinaendelea kumwandama. Tangia ile siku ya uchaguzi kule nchini Tanzania watazamaji wangu, hapo ndio mambo yalianza kuwa mabaya kwa Mama Samia Suluhu. Kuna maandamano makubwa ambayo yalishuhudiwa, na hata huo uchaguzi watazamaji wangu haukufanyika kwa njia ambayo ilikuwa ni ya haki, kwa sababu kuna vituo ambavyo havikupata nafasi kabisa ya kuwaruhusu wananchi kupiga kura kwa njia ya amani, kwa sababu ya fujo na ghasia ambazo zilishuhudiwa kabla na baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 kupinga uchaguzi wa mwaka huu na pia kupinga kuchaguliwa kwa Mama Samia Suluhu. Sasa hivi watazamaji wangu, kuna hali ya wasiwasi ambayo inaendelea kushuhudiwa kule nchini Tanzania kutokana na idadi ya vifo ama mauaji ambayo yalifanyika tarehe 29 mpaka tarehe 31 wakati wananchi ama Watanzania walikuwa wameingia kwenye maandamano kupinga uchaguzi wa mwaka huu 2025. Sasa imefikia mahali mpaka Mama Samia Suluhu anabudi ila kutafuta viongozi wa upinzani ili wakae chini watengeneze serikali pamoja ili kutatua haya mambo ambayo yanaendelea kumkumba sasa hivi, kwa sababu tunapozungumza sasa hivi watazamaji wangu, kuna maandamano mengine ambayo yameweza kupangwa kule nchini Tanzania. Tarehe 9 mwezi wa 12 kuna maandamano makubwa ambayo yanafanyika kule nchini Tanzania ili kuendelea kudai demokrasia, kupinga utawala wa Mama Samia Suluhu, na pia kutaka viongozi wote ambao wamewekwa vizuizini sasa hivi, viongozi wa upinzani kama vile Tundu Lissu, John Heche, hao wote waweze kuachiliwa. Lakini cha kustajabisha watazamaji wangu ni kwamba serikali ya Mama Samia Suluhu inataka kufanya mazungumzo ama kuwahusisha viongozi wa upinzani ndani ya serikali, ili hali hao viongozi wa upinzani bado wapo vizuizini, bado hawajapata nafasi ya kuwa huru. Kabla ziendelee kufahamisha zaidi mtazamaji wangu kuhusiana na maandamano mapya ambayo yamepangwa kule nchini Tanzania, na kuomba uweze kulike video na pia uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics, ndipo kwa kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha. Na mtazamaji, maandamano ya tarehe 29 mwezi uliopita hayakutosha, na wananchi baada ya kuona kwamba maofisa wa polisi walitumia nguvu zaidi kuwadhibiti, sasa viongozi wa upinzani wamepanga maandamano mapya ambayo yatakuwa yanafanyika tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka huu wa 2025. Na wakati wanaendelea kujipanga kukabiliana ama kupinga utawala wa Mama Samia Suluhu, kuna ripoti zaidi ambazo tunaendelea kuzipata, huku shughuli za kuwapumzisha walioiaga ama waliopigwa risasi kwenye maandamano ya tarehe 29 zikiendelea. Nayo makundi ya kutetea haki za binadamu kule nchini Tanzania yanazidi kufanya juhudi, yanazidi kuiomba mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC iweze kufanya upelelezi kuhusiana na mauaji ambayo yalitokea kule nchini Tanzania wakati wananchi walikuwa wanapinga utawala ama uchaguzi wa mwaka wa 2025 wa Mama Samia Suluhu. Kuna habari fulani watazamaji wangu ambazo ningependa kuwasomea hapa kabla ya kuwekea hii video kutoka kwa mmoja ya Tanzania ambaye amekuwa akipinga utawala wa Mama Samia Suluhu, na wako na mpango gani, kwa sababu serikali inataka kufanya mazungumzo na wapinzani, hili hali hao wapinzani wa serikali ya Mama Suluhu bado wapo vizuizini. Kuna ujumbe watazamaji wangu ambao ningependa kuwasomea kuhusiana na vile ambavyo makundi ya kutetea haki za binadamu pamoja na African Union wanaombwa ili waweze kuiomba mahakama ya uhalifu wa kimataifa ya ICC iweze kuingia pale nchini Tanzania na kufanya upelelezi kuhusiana na hivyo visa ambavyo vinakadiriwa ya kwamba sasa hivi ni zaidi ya 1000. Kuna habari zingine zinasema ya kwamba huenda wamefika 20 huko 1000, wengine wanasema ya kwamba ni 2000, lakini bado ni ripoti ambayo haijaweza kutolewa kikamilifu, na hata serikali ya Tanzania yenyewe haijapeana idadi kamili ni watu wangapi waliouawa kwenye maandamano ya kuanzia tarehe 29 mpaka 31. Watazamaji wangu, acha niwasomee hizi habari ambazo zimeweza kuchapishwa na Cyprian Nyakundi kupitia pale kwenye ukurasa wake wa kijamii wa Facebook. Ameandika na kusema, a growing international outcry is escalating
over what activists and human rights groups are now calling the Tanzania massacre. Following the October 2025 election violence that left thousands of protesters and civilians dead, as President Samia Suluhu Hassan illegitimately cemented her grip on power in an inclusionary electoral process, which culminated in her being declared the winner with 97.66% of the vote. Civil society groups and global watchdogs have now launched an international petition on Charge Organization, urging the United Nations Human Rights Council, African Union, and the International Criminal Court of Justice to initiate an independent probe into the killings, calling for the forensic access to sites, survivor protection, and prosecution of those responsible. The petition describes the crisis not merely as a political dispute, but as a humanitarian emergency and a regional test of accountability, warning that Tanzania's descent into repression threatens to destabilize East Africa's fragile democratic landscape. So unaona watazamaji wangu, Mama Samia Suluhu huenda akajipata taabani endapo mipango ambayo inaendelea kufanywa dhidi yake na haya makundi ya kutetea haki za binadamu itafaulu, na mwisho wa siku huenda akajipata kwenye mahakama ya uhalifu wa kimataifa ya ICC. Hebu usikiza ujumbe wa watazamaji wangu kutoka kwa huyu Kimambi ambaye nimekuelezea kwamba amekuwa mstari wa mbele kuwaongoza Watanzania kupinga utawala wa Mama Samia Suluhu. Kabla sijakuwekea ujumbe wa watazamaji wangu, na waomba muweze kujiunga nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndiposa mkuu kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha, na pia muweze kulike, share na comment, ndiposa ujumbe za habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Hivi hawa pumbavu wanaoongelea maridhiano, hivi wana akili? Mtu kama Nchimbi anatoa wapi nguvu hata ya kukaa kwenye kamera na kuongelea maridhiano? Kwanza yeye anaongea kama nani kwenye hii nchi? Kama nani? Kwa sababu yeye mwenyewe hajapigiwa kura na Watanzania. Yeye mwenyewe Nchimbi ni batili. Yeye mwenyewe Nchimbi ni batili. Watanzania hatumtambui Nchimbi, hatuitambui hiyo serikali. Samia ndo kabisa. Sasa wanataka Watanzania wafanye maridhiano na serikali ambayo hata hawajaichagua, na serikali ambayo ni batili, serikali ambayo hawaitambui. Mmeiba uchaguzi. Mmepora Watanzania haki yao ya kuchagua viongozi wao. Hayo ni madogo, ila mmeua watoto, mmeua vijana maelfu na maelfu. Mimi personally naamini mmeua zaidi ya Gen Z 10,000. Na kuna siku this will be proven. Siku this will be proven pale ambapo kila Mtanzania atakuwa free kutoka na kuweka jina la ndugu yake aliyekufa. Mmeua watu zaidi ya 10,000. Alafu mnataka wananchi hawa wafanye maridhiano na nyinyi wauaji? Watoto wetu wamekufa, tufanye maridhiano? Watoto wetu wao wamekufa bure? Hatuendi kutulia, hatuendi kupoa mpaka tupate katiba mpya, mpaka uchaguzi urudiwe. Hakuna kitakachoendelea ndugu zangu. Na watazamaji, kama vile ambavyo umeweza kusikiza, upinzani haupo tayari kabisa kutengeneza serikali na Mama Samia Suluhu, kwa sababu viongozi wa upinzani bado wenyewe hawajapata haki, bado wamefungwa, wamewekwa vizuizini, wengine wanapelekwa mahakamani, wengine wanashtakiwa kwa makosa ya uhaini, wengine wanashtakiwa kwa kutaka kupindua serikali ya Mama Samia Suluhu kuongoza maandamano. So unaona watazamaji wangu, viongozi wa upinzani kule nchini Tanzania ni viongozi ambao wamekuwa na kipindi kigumu sana katika huu utawala wa Mama Samia Suluhu. Na sasa hatujui mambo yatakuwa vipi endapo haya maandamano yatafanyika pale mwezi wa Disemba tarehe 9. Je, juhudi za Watanzania zitafua dafu? Kwa sababu mara ya kwanza walipoingia kwenye maandamano kupinga uchaguzi wa mwaka 2025, juhudi zao ziliambulia patupu. Unaona Mama Samia Suluhu alishinda
kwa asilimia 97.99 ya zile kura zote ambazo ziliweza kupigwa kule nchini Tanzania. Hiyo inamaanisha kwamba alishinda na kura milioni 31 kati ya kura milioni 32 ambazo zilikuwa zimepigwa kule nchini Tanzania. Na kwa mimi watazamaji wangu, lakini nyinyi sijui mnaona vipi kuhusiana na maandamano mengine ambayo yanapangwa kule nchini Tanzania? Je, unaona kwa wakati huu Watanzania watajikomboa kutoka kwa katiba ya zamani? Watajikomboa waweze kupata katiba mpya, wapate demokrasia? Hebu niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comment mtazamaji wangu, na kabla ya tamashana kukumbusha tena ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndipo sio kwa kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo sio ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Tena bado watazamaji, nitakuwa na rejea punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.